Dada Rehema. Abe. Karibu, wewe umetokea Mabwepande. Asante sana. Umetusikia wapi? Nimewasikia kwa kutumia Instagram na TikTok, nilikuwa napenda kuwafuatilia nikavutiwa na nyie. Nini kimekuvutia? Nimevutiwa kwa sababu ya kirahisi kwa hapa Tanzania yetu kazi za ndani sio mshahara wake sio wa kiasi hiki. Kwa hiyo nikasema hii kweli ni fursa nzuri ambao wamepanga kutuinua ambao tuna hali ya chini. Kwa hiyo nikavutiwa kwamba hapa kweli kuna malengo. Alafu chingine ni kwamba ni sehemu ya ofisi. Kwa hiyo hata ikitokea mfano manyanyaso au vitu vikaenda tofauti, unakuwa kuna uongozi ambao unatutetea sisi. Tofauti na ile unachukuliwa na dalali tu kwa kijijini kwamba kuna kazi sehemu fulani, ukishatoka huko katika matatizo au kadhurumiwa au na sehemu ya kwenda kushtaki labda au kupata msaada. Mimi bwana kule nimedhulumiwa kiasi changu cha hela kadhaa. Lakini hapa ni kwamba nahakikisha kuwa hela yangu nakuwa naipata kamili kutokana na utendaji wangu wa kazi. Alafu pia kuna mafunzo ambayo yananiongezea ujuzi mambo mengine. Kwa hiyo kutokana napata nikimaliza mkataba wangu na kuwa nimepata msingi wangu wa kufanya biashara, wakati huo nina ujuzi mwingine ambao nimeshaupata kupitia hapa. Tofauti na kwamba ningekaa nyumbani au kwamba ningeenda kufanya kazi ya mtaani. Kwa hiyo labda nisingefikia malengo yangu kwa wakati. Ndio maana nikavutiwa na kituo cha Dada Center. Wow, karibu. Asante. Nimependa sana ulichokijibu, ni sahihi kwamba kwanza kabisa mishahara inawavutia. Ndio. Lakini sisi kwa upande wetu hiyo mishahara inayowavutia nyinyi ndio mnao amua kuipata au kutokuipata. Kwa nini? Kwa sababu wewe unavyotoa thamani, ile thamani yako ndio inayokupa mshahara. Sasa sisi huaga mara nyingi, nazungumzia sisi kwenye culture au jamii yetu au utamaduni wetu, kwa sisi tunadhani mshahara ni bosi anaamua. Hapana, mshahara wewe ndio unayeamua. Unapokuwa na ujuzi, kwa mfano dada amekuja hapa ni professional wa mapishi, malezi au usafi, yeye ndio alienda kusoma. Sio sisi ambao tu au bosi wake amempa ule ujuzi. Yeye ndio alitafuta ule ujuzi. Kwa hiyo kinachopima kwamba huyu dada sasa anastahili kulipwa ile 500 kwa sababu ni professional, ni yeye mwenyewe dada. Hivyo pia kwenye smart na traditional. Smart tunasema lazima ni dada ambaye anaweza kujiongoza mwenyewe bila kusimamiwa. Kwa hiyo anayejiongoza na ni wewe, sio bosi wako. Sio, unaelewa? Na traditional pia hapa kwetu sisi tunasema ni dada ambaye lazima aweze majukumu ya nyumbani. Hata kama kuna ile kukumbushwa kwa hapa na pale, lakini kusio kule kwa kukera. Umeona? Smart na professional yani ni wale ambao wanaweza kuachwa na nyumba na mambo yakaenda. Traditional kidogo inabidi labda awe anapata maelekezo ya hapa na pale. Lakini kwa mfano mimi ambaye nimeanzia kwenye kazi za ndani katika ngazi za chini, mimi bado hata traditional dada namtia moyo kwamba yeye anaweza kuamua hatima yake kwamba leo unaanza kama traditional, lakini kesho na kesho kutwa usiendelee kuwa tena traditional. Na tumekuwa na mifano ya wadada ambao walikuja hapa wakapangiwa kazi za traditional, ndani ya miezi mitatu tu bosi ameshamuongeza mshahara bila hata sisi kuhusika. Why? Kwa sababu aliona juhudi za kwako wewe dada, jinsi unavyojali kazi yako kuanzia yani yale majukumu yote ya nyumbani, kukaa na watoto wake, kuwapenda, kuwahudumia, kufanya shughuli za usafi, kupika. Unajitahidi kutokuwa mpishi wa kawaida tu wa kuchemsha vitu, yani ili mradi tu unafanya kitu kwa passion, kwa upendo, kwa ari, kwa shauku. Kwa hiyo mtu bosi akiona ni mtu wa hivyo, anaona kabisa dada ana deserve, anastahili zaidi. Na kwa sababu hataki kukupoteza, lazima atahakikisha anakulipa kile kitu ambacho kinaenda na thamani yako. Na hayo ndio tumewatengenezea huu mwongozo. Ni mwongozo mpya umetoka mwaka huu kwa ajili ya dada yeyote ambaye anasema mimi nataka nifanye kazi kitaaluma. Nimependa umetumia hilo neno dada Asia, kwamba uliona wa Dada Center hatupo kioyaoya kienyeji. Sisi tumejirasimisha. Tuko kitaaluma, tunawafundisha kufanya kazi kwa weledi ili mwezi pia kupandisha hadhi zenu. Kwa hiyo tumewawekea mwongozo huu kwa yule ambaye sasa ni yeye mwenyewe kibinafsi. Unajua mdada ambaye anakuja hapa anasema mimi nimesoma hotel management na mimi yeye aliamua kwenda kusoma. Yani hapa huu sio mwongozo wa kumlazimisha dada lazima usome. Huu ni mwongozo wa dada ambaye ana njaa ya kutaka kupiga hatua fulani,
aseme mimi huu mwongozo nautaka ili mimi nitoke hatua hii niende hatua nyingine. Kwa hiyo mambo mengi mazuri ambayo kwa miaka zaidi ya 15 tumezungumza na mabosi wengi ambao wanahitaji wafanyakazi, ndio tuliowakusanya tukawaweka hapa, namna sasa ya kufanya kazi kitaaluma, sio kihoyahoya, na ukaweza kupandisha hadhi yako na mshahara wako ukapanda. Kinachopandisha mshahara ni ubora wa kazi. Ubora wa kazi ukipanda, mshahara unapanda. Sasa sisi tunapenda mshahara upande wakati ubora uko nyuma. Hivyo vitu haviwezekani. Na ndio maana unakuta kuna lawama nyingi sana kwenye kazi za ndani, wadada wanalaumiwa sana kwa sababu walio wengi bado viwango vyao viko chini. Alafu wao wanataka pesa nyingi. Hapa inabidi tubadilike. Tupandishe uwezo, ubora ili mishahara nayo ifanyeje? Iweze kupanda. Kwa hiyo nimependa ulivyoongea na kilichokuvuta, na sisi hayo ndio maono yetu. Kuifanya sekta ya kazi za nyumbani sasa iweze yani iwe na picha nyingine ambayo mtu yote mwenye taaluma yoyote anaweza kuja kufanya kazi bila kuwaza kwamba hii ni kazi labda isiyokuwa na thamani. Hii kazi wewe ndio wakuipa thamani. Ukiipa thamani na yenyewe itakupa thamani. Kwa hiyo karibu sana. Malengo yako? Asante. Malengo yangu ni kufanya kazi kwa juhudi, kwa bidii ili niweze kupata mtaji nikafungua biashara. Sasa hiyo bidii na juhudi, hivyo vitu huwezi kuvipata bila kujifunza. Yaani huwezi kutoa bidii mpya kabla hujaingiza maarifa mapya. Ndio hicho nilichokuwa nasema. Kama kweli una nia ya kufanya juhudi, bidii, basi hakikisha kuna vitu vipya unaingiza kwenye kichwa chako ili kuwezeshe sasa wewe kuongeza hizo juhudi na maarifa kwenye kazi. Otherwise ukifanya hivyo, yani kufanikiwa kwenye maisha, hiyo ni kitu ambacho ni guarantee, kwa sababu ni kanuni. Sisi kanuni zetu ni za kimungu kabisa tunazotumia. Sio kanuni za wanadamu. Kanuni za wanadamu ni kusoma sheria alafu utegemee kuna ajira. Utamaliza sheria, unakuja mtaani unashangaa ajira hamna. Lakini ukifuata kanuni za kimungu, ndio utasoma sheria, lakini utajumlisha na mambo ya maadili, masuala ya nidhamu, masuala ya uchapakazi, lakini masuala ya watu wanahitaji nini. Sababu unaposoma sheria lazima ujue kuna watu wanahitaji sheria mle. Sisi unajua kwa nini sasa hivi tunaiona sekta ya kazi za nyumbani ni fursa? Kwa sababu watu wanahitaji. Tumeanzia kuangalia mahitaji ya watu. Kwa hiyo tumegundua watu wengi wanahitaji wafanyakazi. Lakini hawahitaji tu wafanyakazi, wanahitaji wafanyakazi wenye weledi ambao wanaweza kuwa professional, kwa sababu hawa watu siku hizi nao majukumu yao ni mengi, tofauti na mama zetu na bibi zetu. Walikuwa wako nyumbani. Baba akienda kazini, mama yupo. Lakini sasa hivi baba na mama wote wanakwenda wapi? Kazini. Kwa hiyo hata kama ni mfanyakazi hawezi kuwa yule wa kawaida, yule wa kizamani. Yule mfanyakazi wa sasa hivi lazima awe ni smart, ambaye anajitambua. Sasa na kama ni hivyo, tukiwapa hicho wanachokitaka, na wao wanaweza kutulipa, watatulipa vizuri, kwa sababu na sisi tunafanya vizuri katika kuwasaidia kwenye familia zao. Kwa hiyo sasa ukianzia sokoni ni rahisi wewe kuhitajika, kwa sababu unakuwa una kile kitu ambacho wao wanakitafuta. Lakini ukisema tu mimi napenda labda kusuka, unataka ukajifunze kusuka ili uje uanzishe saluni, umeshajiuliza wateja wa saluni utawapata wapi? Au sasa hivi watu wanasuka au wanavaa mawigi, au yani uhitaji wake ukoje? Lazima uangalie kwanza uhitaji. Kwa mimi naona uhitaji kwenye familia, eneo la familia ni mkubwa sana. Kuna watu wanapeleka watoto wao boarding, sio kwa sababu wanapenda, kwa sababu hawana watu wazuri ambao wangekaa na watoto wao nyumbani wakati wao wako makazini. Wale watu wakawaambukiza watoto tabia njema, wakawafundisha maadili mazuri, na wakawatunza vizuri, kuhakikisha kwamba wanakula vizuri, wamepumzika vizuri. Yani mtu akawa na amani ya moyo kwamba dada Rehema ni dada mwenye maadili mazuri, kwa hiyo hata niharibia watoto. Kwa sababu wanakosa hicho kitu, wanatumia gharama kubwa sana kuwatupa watoto wao wapi? Boarding. Mama bora angalau akae huko shuleni, lakini sio kwamba kule shuleni ni salama sana. Kuna asilimia fulani shuleni wanahitaji shule, lakini kuna muda ambao wanahitaji wazazi. Watoto hawawezi wakafuzwa tu na boarding throughout. Lazima watoto wapate tachi za wazazi. Sasa tachi za wazazi sasa hivi kwa nini zinakosekana? Mmonyoko umekuwa ni mkubwa sana wa kimaadili. Hawa wanaoitwa wasaidizi wamekuwa kama janga, kwa sababu ukisikiliza huko wanalalamika,
wanavyolalamikiwa wadada wa kazi. Umeshasikia mabosi wanavyowasema wadada wa kazi? Wanasemaje? Mimi yani kwanza sasa hivi watu wana ile perception ya kwamba wadada wengi ni changamoto. Unaona? Of course sio wote, lakini ndo kama hivyo sasa unakuta wengine. Mimi ndio maana nasema wewe analyze tu. Yani ukaenda mahali kama ni ofisi au ni kundi la wamama wanawake, wanawaongeleaje wadada wa kazi? Wengi wanaona ni tatizo. Kwa hiyo wengi wamekuwa ni tatizo kuliko yani au wachache ambao ni wazuri. Yani ni wachache sana, hawaonekani. Kwa sababu ingekuwa wengi wanafanya vizuri, wale ambao wanaharibu wangekuwa wachache, trust ingekuwepo. Lakini sasa hivi trust imeondoka kwa kiasi kikubwa. Ndio maana kwenye yani hizo boarding zinapata umaarufu zaidi. Sasa hivi almost kila mzazi anataka mtoto wake akae wapi? Anaona angalau kule ni nini? Ni salama kuliko akimwacha na dada nyumbani. Kwa sababu dada mara atamuonyesha mtoto picha za ngono za ex, mara dada sijui yani vitu vya ajabu tu ambavyo hakuna mzazi ambaye anataka. Kwa hiyo sasa tukijua hilo ndio tatizo lililopo na sisi tukajitofautisha. Sisi Wadada Center tumejua hilo, ndio tunaidentify kwamba hiyo ndio tatizo. Kwa hiyo kama hilo ndio tatizo, tunafanyaje kulitatua? Inabidi tujitahidi kuwatrain wadada ambao wanataka pesa, lakini ili wapate pesa inabidi wakubali kwenda kutatua hilo tatizo. Huyu dada akienda nyumbani kwa mtu hatakuwa tena janga, anakwenda kuwa msaada. Na utakapokuwa kweli ule msaada, pesa utaziona. Utakuwa uko kwenye kazi hizi za kawaida ambazo watu wengine wamezidharau, lakini wao wanashangaa unapata hela. Ndio kama mimi mfano hai tu kwenye taasisi yetu hapa, waajiri wetu wanalipa hela nyingi sana. Why? Kwa sababu sisi tumejitenga, tumejitofautisha. Kama nyinyi wenyewe mlipovutiwa kuja, sasa mmeona kuna mishahara mizuri, mmeona kuna training. Nyinyi wenyewe ndio mnaosema. Why? Kwa sababu sisi tumeona kuna hiyo shida ambayo inabidi tuitatue kwa kushirikiana na wale ambao wako tayari, ambao ndio nyinyi sasa. Mnaokuja sisi tunaamini nyinyi ndio ananyie mmeamua kuwa tofauti na wadada wa kawaida. Kwa sababu mnataka kuja kulipwa tofauti, basi inabidi mfanye tofauti. Na katika kufanya hayo tofauti ndio tukasema tumewekea hadi mwongozo kwamba mtu ambaye kweli anasema mimi yani sitaki kuwa kama dada wa kawaida, lazima nihakikishe ninapanda viwango kila siku. Sijui unaelewa? Kwa hiyo karibu sana dada Rehema. Asante. Mafanikio yako yako kwenye mikono yako. Ni sio Wadada Center. Sisi tumewekwa kama daraja, lakini wewe ndio una uwezo wa kunyanyua maisha yako au kuyadidimiza. Kwa nini? Kwa matendo yako, kwa yale utakayokuwa unayafanya. Na sio unafanya bosi akikuona. Sisi kwa kuwa tunatumia kanuni na sheria za Mungu, anayetuona ni Mungu. Kwa hiyo yeye ndio atakaye kuhukumu. Ukifanya vizuri atakufungulia baraka. Ukifanya vibaya utashangaa huendi popote. Unakataliwa tu na unakutwa tu na hivyo vitu. Yaani wadada wengine wanaamua kudokoa, anakamatwa, anaonekana tu. Unaumbuka tu yani. Kwa hiyo karibu sana. Asante.